Hello, mambo vipi? Naitwa Navigator Chinduli. Leo bwana, nataka niwape a brief synopsis about my vlog and my adventure here in Zanzibar. Yapi ambayo nimekutana nayo ndani ya Zanzibar, wapi nimetembelea, vipi nimeviona. Kama hujatazama vlog zangu na video zangu zilizotangulia, rudi juu, angalia hapo uweze kuona yapi nilitembelea wapi na wapi na yapi niliyaona. Kwa kifupi, ilikuwa ni short tour ya siku 2 ndani ya Zanzibar, katika zile tour zangu ama tour zetu za kuyazunguka majiji na miji ya Waswahili. Kwa hivyo ilinilazimu baada ya kutoka Tanga niweze kufika Zanzibar ili niweze kuona mengi mengineyo ambayo yanapatikana ndani ya visiwa hivi vya marashi ya karafuu, yani Zanzibari, ama hapa nilipo mjini Unguja. Kwa hivyo niliyoyaona ni mengi ya kuajabia. Ukianzia katika architectures ya majengo, inathibitisha kwamba miji mingi ya Waswahili, miji hii miwili ya Waswahili, nisiseme mingi, hii miwili ya Waswahili ambayo nimetembelea, yani Tanga na Zanzibar, inafanana sana. Lakini pia lugha Kiswahili ni lugha ambayo imetamalaki maeneo haya, tofauti na Tanga. Hapa Zanzibar ni mji ambao unapokea watalii wengi sana, labda kutokana na umaarufu wake na serikali yake serikali ya Mapinduzi kujizatiti katika kuhakikisha kwamba uchumi wa Zanzibari unakuwa ni uchumi wa bluu. Kwa hivyo nimekutana na watalii wengi sana, tukaweza pia experience zile diving pale Forodhani ambapo watu wana dive. Pia tuka experience paje, interaction with the locals, tukafanya interaction na local pia. Kwa hivyo kwa kifupi, Zanzibar ni njema, atakaye inaaje. Kuhusu accommodation, katika brief nilifikia katika hostel za Lost and Found ambazo zinapatikana maeneo ya Shangani hapa kwa mji Mkongwe. Na hizo ndo cheap kwa sababu ni 38,000 kwa locals, ambayo ni $11. Kwa hivyo ni cheap ukilinganisha na hostel ama hotel za kawaida. Kwa ambaye unasafiri kwa low budget kama mimi, yani tunasema sisi solo traveler, basi nakushauri ukifika uweze kufikia hapo mtawa Shangani pale, wanaitwa Lost and Found. Kwa hivyo hayo. Lakini pia tukienda kwenye swala la chakula nacho ni kawaida normal kama Dar es Salaam ama Tanga ama miji mingine yoyote, kwa sababu nilikula chipsi hapa ni shilingi 2,000, mishikaki 500, maji kama haya ni 1,000. Kwa hiyo ni kawaida. Wale pia ni 3,000 na ni safi kabisa, ni kawaida. Seafood kidogo ni expensive. Seafood ni expensive ukilinganisha na chakula cha kawaida. Kwa hiyo seafood ni expensive. Kama unahitaji kula seafood, inatakiwa kidogo uwe na bajeti ya kueleweka. Kwa hivyo hiyo ndio Zanzibar kama unavyoweza kuiona. Experience ilikuwa nzuri sana hapa ndani ya Zanzibar. Vibe ni kubwa sana. Locals wana respect na wana appreciate nini wageni wanafanya hapa. Kwa hivyo ni mzuri, lakini pia wenyewe wame take advantage kwa kujishughulisha na mambo mbalimbali ya kiutalii. Lakini vile vile swala la usafiri wa ndani pia ni rahisi tu. Kwa mfano kutoka hapa kuelekea Paje Beach ni shilingi
2,000 kutokea huko Kwerekwe, kutokea Mwana Kwerekwe mpaka Paje ni shilingi 2,000, na usafiri wa ndani wa bodaboda kawaida kama buku yani 1,000, 1,500 ambayo kwa dola moja tu unaweza ukasafiri. So nachotaka kusema kwamba ni goodbye Zanzibar, sad goodbye to Zanzibar, lakini vile vile niwakaribishe muweze kufika Zanzibar kwa sababu Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare.